Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi. Tuna DART na tuna UDART. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa. Na kwa mantiki hiyo tunaendelea kusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagala, yani BRT2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri, na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja. Jambo la kwanza ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa, na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa LATRA, wadau wa LATRA na watumishi wa LATRA ama mtendaji mkuu wa LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi. Na jambo hili lifanyike mara moja ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Hali jinsi ilivyokuwa, hakuna lori lilikuwa linaweza likaruhusiwa kuingia haraka haraka. Kwa sababu kwa nini lori liliingia haraka haraka? Kwa sababu yapo malori pia ambayo yalichoma akiwa amepakia mzigo yanakwenda kushusha mizigo. Kwa hiyo singekuwa rahisi tena kuingiza malori tena barabarani na jambo jingine hilo. Kwa hiyo malori mengi ambayo yalikuwa yamebeba vyakula yalizuiliwa mikoani, Morogoro, Iringa, Bagamoyo. Kwa sasa kwa sababu hali imekusha tengamaa na hali inaendelea zaidi kutengamaa, malori manake yanaanza kuingia ndani, lakini bado kwa utaratibu maalum. Na kwa mantikio kama mnavyoelewa ni kwamba Dar es Salaam bado hatuna tatizo la chakula. Nadhani hili mlielewe vizuri. Hatuna tatizo kabisa la chakula. Kabisa. Tatizo kubwa lilikuwa tu kwamba watu wapo ndani, chakula kipo nje. Hilo ndio lilikuwa tatizo. Na tatizo ambalo tulikuwa tunalitegemea zaidi ni lile kwamba ndani hakuna chakula, kwenye masoko hakuna chakula, na nje hakuna chakula, ambalo bado hiyo hatua tuyaifikia. Magari yameendelea kuingiza vyakula, yanaendelea kuingiza vyakula pamoja na vitu vingine tangu jana. Wameendelea kuingiza ng'ombe. Kuna mwingine alikuwa ananiuliza mkoa bei za nyama anatuzia bei ghali sana, lakini bado nikamjibu tu kwamba ukiona unauliza nyama ujue bado kuna amani. Yaani ukiona bado unafika hatua kuuliza nyama ujue bado kuna nini? Kuna amani na bado kuna chakula. Kwa sababu kama kweli ingelikuwa tumekushafikia ile critical kabisa, watu wangekuwa wanauliza unga, mahindi, sio vitu gani. Sio umeelewa mpaka hapo Lakini nyama ni kwamba ni vitu ambavyo sasa demand and supply ikiwa imecheza, siku zote watu wanatumia hiyo faida. Lakini kwa sasa tunajitahidi supply iwe ni kubwa kulingana na demand ili watu waweze kurudi kabisa kwenye hali yake. Sasa kama mnavyojua kwamba hali sio kama inaweza karudi ghafla tu kwamba leo tayari magari yameingia. Dar es Salaam hatuna mashamba. Tukitaja nyanya lazima itoke mkoani, au tukitaja mahindi yakitatoka mkoani. Tukisema ng'ombe zitatoka mkoani. Kwa no way kwamba ng'ombe siku moja inakuwa imeshafika Dar es Salaam. Ni hali ambayo itakuwa inatengamaa mdogo mdogo, lakini mwisho hali inakuwa imetengamaa kabisa.